Habari, naitwa Josephat Raphael Nkungugu na leo tutaendelea na section yetu ya elimu kwenye kipindi chetu cha mashule. So leo tutaongea kama mwanafunzi ni vitu gani ukivifanya una uhakika wa kutokufanya vizuri. Na ukisema una uhakika maana yake hutafanya vizuri. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ya kuangalia ambayo ukiyafanya vinginevyo maana yake utafanya vizuri, lakini ukiyafanya kama ninavyoyasema leo hutofanya vizuri. Jambo la kwanza ni time wasting. Ukipoteza muda unapokuwa uko chuo hutofanya vizuri. Na kwa nini tunasema bali time wasting? Kwa sababu level zingine za elimu huko nyuma ulizokuwa unazifanya au ulikuwa unazi-attend ukiwa na utaratibu maalum wa kuongoza. Mimi nakumbuka shule niliyosoma nilikuwa nasoma level ilikuwa ni boarding school. Tulikuwa mpaka tuna muda ambao tunataka tuende prepo. Tulikuwa tunata prepo sisi. Wengine sikuwa tunata majina gani, lakini ni muda wa usiku. Kule unaingia kuanzia saa 2 mpaka saa 5. Hata hostels zilikuwa zinafungwa. Kwa hiyo ulikuwa huwezi kwenda hostel ukakaa. Na mimi nilikuwa nakaa hostel moja inaitwa Lumumba mpaka leo nakumbuka jina. Kwa hiyo huwezi kwenda Lumumba ukuta iko wazi. Hata zingine Kimweri na kwingine nimesoma Msomateko ambapo mnaifahamu, nilikuwa msoma Mara. Kwa hiyo ulikuwa saa 2 wote mnaenda darasani mpaka saa 5 kengele ndio inagongwa kwamba muda wa prepo umeisha, natakiwa rudi kulala. Ukija chuo hakuna anayekuambia muda wa prepo umeanza au muda wa prepo umeisha, hayupo huyo mtu. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya unachotaka kwa muda wowote. Ni kitu ambacho usipokuwa nacho makini shughuli yako inakuwa ni kubwa kidogo. Kwa hiyo time wasting ni tatizo ambalo ukiweza kulimaintain kwa maana ya kutokulifanya una nafasi ya kufanya vizuri. Hilo la kwanza. La pili, poor CA. Poor CA maana yake nini? Kuwa na CA ndogo. Nikisema CA ndogo, kwanza tunaelewana baada ya saying kitu gani. CA maana yake ni continuous assessment, ambacho ni kigezo kinachokupima maendeleo yako unapokuwa unasoma kabla ya kukutana na mtihani wako wa final. Sasa mtihani wa final una nafasi ya kufanya vizuri au vibaya kulingana na CA. CA ni ishara ya maisha yako ya baadaye kwa mtihani wako wa mwisho. Kwa sababu mfululizo ule wa vipindi katika utaratibu wako wa kucorrect CA au kukusanya CA ndio utakao tafsiri mwisho wako utakuwa na sura gani. Hapa namaanisha nini? Mimi nimeona sasa ni ngumu kwa mtu ambaye ana CA maybe out of 60 ana 31 au mtu aka expect kupata A. Ni ngumu. Na inategemea pia na aina ya CA unazo. Kwa mfano kama kwetu tulipokuwa tunasoma chuo, department yetu sisi ya computer studies ina count CA ya 60 afu na final 40. Hiyo aina ya CA maana yake inakutafsiria kwamba utapata A au utapata A wakati ule wa matokeo ya CA ambayo yanapotoka. Kwa nini? Kwa mfano kwetu sisi ili upate A inabidi upate at least kuanzia probably 45 kwenda juu. Kwa sababu moja, A kwa diploma mwaka wa kwanza na mwaka wa pili inabidi uwe na walau 80 kupata A. Degree walau una 75 kupata A au ukiwa diploma mwaka wa 3. Sasa tuchukulie kwa mtu ambaye anakiwa pata 80 ili apate A. Alafu CA yake ni 60. Maana yake ni nini? Kwa nini nimesema kuanzia 45 kwenda juu? Ukipata 30 kama CA ambapo ndo pass mark 30. Final ukipata result 40. Ukichukua 30 ukajumlisha 40 unakuwa una 70. 70 bado haijakupa access kupata A, utaishia kwenye B. Hata ukipata 40 kabisa kwenye CA yako, final ukapata 40, kitu ambacho chenye sio halisia, kwa maana kwamba haiwezekani ukapata marks zote kama zilivyo. Hata kama ndio una mark nitakufanyia namna tu, kwa sababu hiyo sio hesabu. Probably kama ni hesabu ambayo 2 ni 2, 5 ni 5 inaweza ikawa hivyo, lakini kama ni masomo ambayo yanataka understanding na kujielezea, obvious utapata maybe 37 ambao unakuwa maybe the base au 35. Kwa hiyo always inatakiwa make sure kwamba kwenye CA unapata kitu ambacho kina make sense. Kwa hiyo ukisema labda umpata CA 45 at least kwenda juu, ina nafasi nzuri ya kutengeneza mazingira ya kupata A kama unalenga kupata A. Kwa hiyo poor CA ina shida kwa sababu itakufanya mwishoni usiwe na matokeo mazuri. Kwa kuna watu nawafahamu ambao wanasema CA kitu gani bwana kubwa ufaulu final. CA ukipass tu hamna shida. Ndio utapass kwa 30 lakini huko mbele hutakuwa na matokeo ambayo yanashawishi kwa sababu CA yako ilikuwa haijakaa vizuri. Lakini kitu ambacho ni halisia ni kwamba walimu wengi huwa wanakuwa ni realistic, kwa maana kwamba yale mlikuwa mnafanya kwenye test 1, kwenye test 2, kwenye group discussion ambayo yote yanajumuisha kupata CA yako,
miongoni mwa mambo almost kuanzia 50% na kuendelea utakutana nayo kwa mtihani wako wa mwisho. Kwa mwanafunzi ambaye alikuwa yuko vizuri, alikuwa mwaminifu kwenye swala la CA na akawa anapata vizuri, maana yake ni kwamba mtihani wako wa mwisho pia utakuwa na sehemu kubwa ya kufanya vizuri, kwa sababu ni repetition ya kile ulichokifanya kwenye test 1, test 2 na kwenye individual assignment pamoja na group assignment na practical ambazo ulizopewa. Ina maana kama vyote hivyo ulikuwa huna awareness nayo vizuri au kuvimaintain vizuri, itakuwa changamoto kuweza kufanya vizuri kwenye mtihani wako wa mwisho na matokeo yako kwa ujumla. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo la kuzingatia. Usio na makundi ya kudiscuss. Kumbuka tunazungumza mambo ambayo yatakufanya usifanye vizuri unapokuwa kwa chuo. Usio na makundi ya kudiscuss, kwa maana kwamba wewe unafanya solo learning, yani ni wewe tu mtu mmoja unayesoma. Ukweli ni kwamba kuna muda vitu vinakuwa ni vingi. Na kwa sababu ni vingi, maana yake ni kwamba unapokuwa mnadiscuss kama group, kuna idea ambayo hujaipitia, utasikia Moses kaisema, utaicapture, utasikia Aisha ameisema, utaicapture. Maana yake mko kwenye group pale unakuwa unaweza kupata concept tofauti, sababu kuna muda unakuta source zenu za taarifa au data points zenu mnazotafuta hazifanani. Kuna mwingine alisoma YouTube video, kuna mwingine alisoma maybe ChatGPT ametumia AI, kuna mwingine alisoma notes za saa alizozitoa, kuna mwingine alisoma kwa watu waliosoma mwaka uliopita. Mnapokuja pamoja na kuanza kudiscuss, inasaidia kuweza kukombana ule wote na kupata holistic view au uelewa mpana wa kitu ambacho mnakisoma. Lakini ukisema ni wewe tu, maana yake utakuwa ni wewe tu afu uliangalia tu YouTube video peke yake. Maana yake utakuja pale haujasikia idea za saa, kwa notes za saa pengine kuzipitia, haujasikia mtu alisoma GPT AI amepata idea gani, mtu alisoma notes za watu waliopita amepata idea gani. Hayo yatakufanya pengine usiweze kupata picha nzuri ya kuweza kujibu kwa utaratibu mzuri. Kwa hiyo groups discussion ina make sense. Mimi mwenyewe ni shuhuda, na mimi huwa napenda discussion. Huwa naambia wenzangu kwamba please, kama kudiscuss nenda huko katafute material yako ukasome, kwa sababu discussion ya kitu ambacho hujasoma kwa huwa ni kelele au itakufanya upanic. Ndio maana huwa shauri watu kudiscuss a day before exam, kwamba sasa hivi afu unaenda kufanya mtihani maybe few hours au maybe tomorrow kama mimi nitaenda mwisho, kwa sababu unaweza kwenda kudiscuss na watu pale, utana watu na wana idea ambazo kuzipitia, afu kaona hizo content ni nyingi kiwango ambacho ukisema uzipitie wewe huo muda haukutoshi, na inakuwa kwako ni part ya kufanya hizo kupanic baada ya kukuletea harmony ya kuweza kufanya mtihani vizuri. Kwa hiyo waga naambia wenzangu bwana, nendeni mkapitie ili tunapokuja hapa tu share. Isiwe discussion ambayo imekaa katika taratibu baba mtu anafundisha mwingine, badala yake ni kitu ambacho naweza nikakapcha kutoka kwako na kutoka kwa mwingine na mimi nikatoa cha kwangu, afu tukapata jambo moja ambalo la make sense kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo make sure kwamba una groups za kudiscuss na mna set ratiba ambayo ina make sense. Otherwise utakuwa kwenye ile kundi la watu ambao wanasema maisha ya chuo ni magumu, lakini shida ni kwamba alikuwa anatamani kuwa na individuality au upekee wa yeye kama yeye kujisomea na kukosa room ya kuweza kushirikiana na wenzake. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho hakijakaa vizuri. Jambo la 4 na la mwisho kwa umuhimu pia ni kwamba reputation ni advantage kwa wanafunzi au kwa darasa husika. Nikisema reputation inamaanisha kwamba tumesoma chuo, kuna muda unaambia darasa fulani, hapana hilo darasa mimi bwana, kwa vijana amenishinda. Hiyo sentence ukisikia lecturer anaisema, manake uone wake kwamba hatoishia kuisema tu, lakini hata kwa walimu wengine atakuwa na share hiyo energy ambayo ni bad energy au ni energy ambayo sio nzuri. Kwa hata mwalimu ambaye anafundisha somo fulani au moduli fulani anapokuja darasani tayari ashakuwa na negative energy kwamba darasa lenu haliko vizuri. Ina maana kwa a very simple au small issue au changamoto itakayotokea magnify, ataifanya kuwa kitu kikubwa kiwango ambacho inakuwa haijakaa vizuri. Kwa jaribu kama darasa, kama kuna viongozi wao darasa au kama mwenyewe ni kiongozi wa darasa, make sure kwamba image yenu kama darasa inakaa vizuri, ili mwisho wa siku hiyo positive energy ikiwepo, mwalimu anapokuja kuelekeza darasani ikae vizuri. Lakini ikiwa kinyume chake inakuwa shida. Lakini haishi hapo. Hata kwako binafsi kama mwanafunzi, make sure kwamba una reputation positive, kwa sababu kuna muda pia inakuwa discussion ya mwalimu anaongea na mwalimu mwingine, lakini katika kulizungumzia darasa fulani akapoint specific student ambao kwenye darasa. Kwa hiyo haijulikani siku ile wanazungumzia kuhusu mema au kuhusu mabaya. Swala ni kwamba watamzungumzia nani kwenye hiyo mada au kwenye hiyo engo. Kwa hiyo wakiwa wanazungumza kuhusu ubaya afa akutaja wewe, huo unaona kwamba ikitokea changamoto yoyote kuna namna ambao watasema huyu tunamjua. Hata lecturer Rogatale alisema ana shida. Kwa nini? Kwa sababu CA alikuwa hajafikisha, anataka special, sio kwaje, alipata sapu yake, akana msumbua. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo make sure kama una uwezo
wa kuwa na image ambayo ni positive ukaitengeneza, sababu kuna muda itakuwa ina maana pana kwako. Sababu ishai kutokea unakuta mtu anaenda kwa saa fulani, alafu ile saa anataka kama kuongea kwa ubaya kuhusu ile mtu, alafu 4 kati ya 5 wako mule ndani wanamsema yule mtu kwa uzuri kwamba kwa kawaida yake huwa anafanya vizuri. Kwa mantiki hiyo tayari nakutengenezea room wewe kwamba uaminike kwamba ni mtu ambaye imetokea bahati mbaya lakini sio kawaida yako. Lakini kama utaenda pale utatajwa jina alafu kila mmoja akuseme kwa namna hiyo ambayo sio nzuri, wewe unaweka kwamba nafasi yako inakuwa ni ndogo. Na mimi niseme tu kwamba changamoto zipo kwa sababu una deal na watu tofauti tofauti, na maisha ya chuo ni kwamba kuna uwezekano kama chuo kina staff wa kutosha kwa miaka yako 3 aliyekufundisha semester ya kwanza usimuone semester nyingine yote. Kwa hiyo pia ina changamoto kwa sababu ukiwa umewasoma wale ma lectures inakuwa rahisi hapo kumudu mwingine, lakini point ni kwamba kila semester unakutana na sura mpya. Kwa lazima uwe flexible enough kuweza kuswitch kulingana na lecture alivyo na ukaenda naye, kuliko kuwa maybe rigid au kawa na aina style fulani ya lecture fulani ukataka kuileta kwa lecture mwingine. Huwa hawafanani. Kwanza ukuta umebeba ile tabia uoga na kawaida kuchelewa au na kawaida kufanya vitu fulani ambavyo lecture mwingine anafikiria kawaida, akija mwingine ambaye yuko tofauti anaanza kutoka kwa picha ambayo sio nzuri. Kwa you have to be aware kwamba image yako ni nzuri. Kwa kama unataka kupata shida uwe na bad reputation, itakupa shida kwa sababu kuna muda unahitaji watu wengine wakutetee. Na maana kama na wao watakuwa na imani tofauti na wewe ambao sio nzuri, utakuwa una shida. So nimeongea pointi 4 na muhimu ambazo zitakusaidia kuweza kufanya vizuri unapokuwa chuo. Kwa maana kwamba ukizifanya kwa utofauti wake, labda nirudie nikueleweshe hapo. Nimezungumza habari ya time management uwe nayo, manake ukiwaste time itakuwa shida. Na chuo ni rahisi kuwaste time. Kwa nini? Kwa sababu asilimia zaidi ya 50 inakuhitaji wewe ufanye maamuzi. Kwa sababu hutokuja kuamshwa hostel uende kwenye kipindi, hutokuja kuamshwa ukafanye testi, hutokuja kuamshwa ukafanye final exam. Is all about you. Kwa kama utakuwa na management ya muda vizuri, kuna paka watu nafahamu mimi, kuna mtu amerudia mtihani ambaye tulikuwa naye karibu. Sababu tulikuwa ni nini? Actually sio kurudi mtihani, karudia mwaka kabisa masomo kwa sababu alikuwa anakaa nje ya hostel kwa maana mtihani, na akadelay kuja, akaja almost zaidi ya nusu saa tumeshaanza mtihani na akazuru kwenye chumba cha mtihani. Na kwa sababu hiyo ikambidi aweze kufanya mwaka unaofuatia kurudia hilo somo kwa sababu alifanya sapu yake hakufanikiwa. Kwa ikabidi aje tena mwaka mwingine kufanya sapu kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni kwa issue ya time management. Lakini cha pili nimesema lazima make sure kwamba unakuwa una CA ambayo ni nzuri, kwa sababu ndani ya CA ukiwa na CA nzuri maana yake unakuwa umefanya zile kazi kwa uaminifu. Kwa kama unafanya kazi kwa uaminifu maana yake final yako itakuwa ni marejeo, na kama ni marejeo maana yake kama yamekaa vizuri utakuwa na nafasi nzuri. Lakini kingine pia tumesema habari ya reputation yako iwe imekaa vizuri, kwa sababu ikiwa na changamoto itakutengenezea mazingira ambayo itakuwa sio mazuri. Kwa make sure kwamba unafuatilia as well as discussions, kwa maana kwamba wewe una tabia ya kushirikishana na wenzako kwenye masuala ya kusoma, kwa sababu ukidepend on yourself itakupa shida hapo baadaye kuweza ku make sure kwamba matokeo yanakuwa vizuri. So asante sana kwa kunisikiliza, na hii ni Mashule ni zaidi ya darasa. Uko na hosti mimi hapa ambaye ni Josephat Raphael Nkungugu. Karibu sana na endelea kujifunza, na Mungu akubariki. Bye bye.